إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya pili ya tarehe 14 ya mwezi wa 9 kwa takwimu ya Hijria 1446, sawia na tarehe 14 mwezi wa 3 2025 na tukiwa kwenye siku ya 4 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwenye 12, siku ya 4 kwenye 12, sawa na siku 14 kwenye siku ambazo tunaendelea nazo kufunga. 13 ni safi, tumezifunga. Usafi zaidi wajulikana mbele ya safari. Hii ya 14 tutaiunganisha, tutoe wapo na jua kwa salama salimi. Kaida hii hata kwa ambao leo 13 ni hivyo hivyo. 12 wanazo safi, 13 ni pale kutakapopatikana uhakikisho wa kutoka jua. Kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu kabuli kwa hiki kibarua cha saumu. Kazi hii alotukalifisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipate kabuli, na kila aliyefunga kwa hizi siku ziwe ziko katika mizani na zikhatimike kwa salama salimin. Pengine aweza ikiwa sote ndio Ramadhani ya mwisho, ama kwenye wengi wetu. Khatima njema ndilo la muhimu kuombwa. Waislamu watukufu, ilikuwa moja, leo ni 14. Kivuli cha maudhui yetu ni siku za kuhesabiwa, ni siku za kuhesabiwa. Ramadhani yenyewe kwa mujibu wa Qur'ani ni ayyama ma'dudat, ni masiku ya kuhesabiwa. Sasa haya masiku ya kuhesabiwa ambao ni 29 ama 30, na kupicha kwake kisampuli hii, kumbe twahesabiwa uhai pia, twahesabiwa masiku. Ule kufunga Ramadhani kuwa ni ayyama ma'dudat, na kila kipindi kikipicha ni hisabu wahesabiwa. Asemaje Mungu aliyetukuka? Intabih, 84 suratu Maryam, innama na'uddu lahum adda, innama na'uddu lahum adda, tunawahisabia idadi ya siku zao kuwahisabia.
tunawahisabia idadi ya siku zao kuwahisabia. Tayyib. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala katika Hulliyatu Awliya asema, ambao ni kitabu cha Abu Nuaym al-Asfahani, asemaje? Juzu ya pili 148, yabna adama, ewe mwanadamu, innama anta ayyam, hakika si jambo lingine, wewe ni masiku. Ikiwa wewe ni masiku na masiku yahesabiwa, andama mkono, wewe ni masiku na masiku, Mungu asemaje? Innama na'uddu lahum adda, hakika tunawahisabia idadi ya siku zao kuwahisabia. Sasa akasema ya ibn adam innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmu dhahaba ba'duka, kila siku ikienda baadhi yako imeenda. Kwa hivyo ina maana wahisabiwa. Tayib. Wa ghadan, na kesho, la tadri ma yuhdithu Allahu fihi amin ahlihi anta amla, na kesho hujui atakachokizusha Mungu kwa kesho, wewe utakuwa katika jumla watu wa kesho ama hapana. Ni hisabu kwangu na kwako. Qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri asema, wala yulhiyannaka al-mata'u al-qalilu al-fani, yasikushughulishe kukushughulisha starehe chache zenye kuisha. Wala tarabbas binafsika, usingoje nafsi yako, fahiya sari'atul intiqas min umrika, umri wako ni mwepesi kukuishia, umri wako ni mwepesi sana kukuishia. Fabadir ajalaka, ufanyie haraka muda wako. Wala taqul ghadan ghadan, usiseme kesho kesho, hata 13 taka za kamba. Tayib. Wala taqul ghadan ghadan fa innaka la tadri mata ila Allah tasir, wewe hujui lini utarudi kwa Mola wako, lini utarudi kwa Mola wako. Kwa hivyo masala si kesho, masala ni leo uliyoko, uiwahi kabla ya kuisha. Kwa sababu tulisema kunukuu wasomi walituambia hivi, siku za uhai wako 3 ni amsi alladhi madha wala yauda, ni jana iliyopita ambao hairudi. Wal yawmu alladhi nahnu fihi wala yaduma, na leo tulionayo ambao haidumu. Wa ghada alladhi la nadri, na kesho tusiyojua tutakuwa katika watu wa duniani ama ni katika watu wa makaburini. Siku hizo 3 yako idhan ni ipi? Yako na yangu ni leo, lakini ni kuiwahi kabla haijaisha. Tayib. Fabadir wala taqul ghadan ghadan fa innaka la tadri mata ila Allah tasir. Qala Ibn Abi Dunya fi kitabihi Qasr al-Amal, huyu Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Qasr al-Amal safha 107 asema, rahimallahu mra'an nadhara ila nafsihi, amrehemu Mwenyezi Mungu mtu aloitazama nafsi yake, wabaka ala adadi dhunubihi, akalia kwa idadi ya madhambi yake. Haya ni maneno ya Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Qasrul Amal. Tayib. Ibn Abi Dunya huyu asema, akhirul adadi khuruju nafsika,
hiyo idadi ambayo inama na'uddu lahum adda, hakika tunawahisabia siku zao kuwahisabia. Ibn Abi Dunya asema akhirul adadi khuruju nafsika, idadi ya mwisho ni kutoka nafsi yako, ni kutoka roho yako. Akhirul adadi, idadi ya mwisho, firaqu ahlika, ni kujitenga na watu wako. Akhirul adadi, idadi ya mwisho, dukhulukal qabra, ni kuingia kwako kaburini. Hiyo ndio idadi yao. Innama na'uddu lahum adda. Naangalia kijua hiko kilivyo, ukitoka nyumbani hapo tu na mdomo na msikiti, lakini namna unavyojisikia, swawirisha umewekwa kwenye ufuko, ukaufinikwa ubao, mwanya ukazibwa na manyasi, likafukiwa dongo na wanaume, wakarudi kungoja jua kutwa kufungua mwadhini. Wewe peke yako na joto la kaburini na amali yako ndicho kibali cha kwenda nacho huko. Watu watarudi, watakuwa peke yako, ni wewe na amali yako, kufaulu ama kufeli. Hizo ni hisabu, lazima mimi na wewe tuhisabu. Kwa hivyo idadi ya mwisho, hisabu ya mwisho ni kutoka roho yako. Hisabu ya mwisho ni kujitenga na watu wako. Hisabu ya mwisho ni kuingia kaburini. Thumma khatama qawlahu, kisha akahitimisha neno lake kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sisi ni wa Mungu na sisi kwake tutarudi. Fudhail ibn Iyad alimuuliza mwenzake, hiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waijua maana yake? Akasema naisema tu. Akamwambia basi, mwenye kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un huwa amekubali kuwa sisi kwa Mungu tutarudi, na mwenye kukubali kuwa kwa Mungu atarudi lazima akubali kuwa mbele ya Mungu atasimamishwa peke yake. Na mwenye kukubali kuwa mbele ya Mungu atasimamishwa ni akubali ya kwamba hasimamishwi tu, ataulizwa. Na mwenye kukubali kuwa ataulizwa peke yake, falyuidda lisuali jawaban, aandae jibu la suala atakayoulizwa. Huuliziwi suala lako kuulizwa mtu mwingine, wala hatoki mtu kanyosha mkono kwambia tanjibia, ni wewe na Mola wako. Idhan man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Qala ahadul hukamai fi hikmati al-yawm, mmoja kati ya wenye hikima kwenye hikima ya siku kasema maneno haya, man amdha yawman min umrihi, yoyote mwenye kupitisha siku katika umri wake, fi ghairi haqqin qadahu, bila ya haki aloikiri, siku ikapita hakuna lolote alilolikiri, au faradhin addahu, ama faradhi alioitekeleza, siku ikapita hakutekeleza lolote la faradhi, au majdin athalahu, ama utukufu ambao aliurithi, au hamdin hasalahu, ama shukurani alizozipata, au khairin assasahu, ama khairi yoyote aliyoasisi, au iqtabasahu, ama khairi yoyote aliyoisoma, faqad aqqa yawmahu, mtu huyu ameipuza siku yake, na siku haifai mtu kuipuza. Wa dhalama nafsahu, pia ameidhulumu nafsi yake. Dr. Abdul Aziz Al-Mutawwi naye asema hivi, al-umru qasir, haki ya Mungu, umri ni mchache sana. Mwanadamu umri wake ni mchache sana, hauna sherehe. Warabbu halimu kabiru, na Mungu mlezi halimu, ni mpole tena ni mkubwa. Fala tahdir umraka
usiubatilishe umri wako bisabi, kwa kutukana, wa tahqiri, na kudharau. Usiumalize umri wako kwa kutukana na kudharau, yani ukawapenda kutukana, wapenda kudharau. Liman yukhalifuka fi rai, kwa mwenye kutafautiana na wewe fikra. Kitafautiana na wewe fikra hazikuumbwa moja. Waweza ukatafautiana fikra wewe na mamako, mzazi wako, huna budi, lakini adabu ikabaki pale pale, mamako, babako, mke wako. Tayib, sasa mtu akikhalifiana na wewe rai, hakuna kutukana wala kudharau, kwa sababu angalia al-Imam Shafi asemaje, ikhtilafu rai la yufsidu lilwuddi qadhiya, kutafautiana rai haiondoshi kadhia ya mapenzi. Balidu Allah lahu alhidaya, bali muombe hidaya yule ambaye umemwona amekosea, muombe hidaya. Watabsir, muombe aone ule usawa ulontoka matone kwake. Watlubul ilma min alalimi alkhabir, taka elimu kwa mwanachuoni ambaye ni mjuzi. Wa ashghil nafsaka bitwaati walwa'dhi wattadhkir, ishughulishe nafsi yako kwa twaa na kwa mauidha na kwa kukumbusha. Sikiliza mauidha, hudhuria vikao vya darasa, angalau kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ile idadi ya malaika hiyo Mungu kuja kuwafinika kwa rehma watu walioko misikitini wanaosikiliza mawaidha na madarasa, uweko na wewe kwenye kivuli hiko. Waweza nafasi hii usiipate tena kwenye maisha yako, ukawa hukungia katika mkao wa wale waliofinikwa na rehma za Mwenyezi Mungu, kuwa wakisikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatafsiriwa ama mawaidha ya Mwenyezi Mungu yanatolewa. Intabihu. Tayib, kisha sema bitwaati, ashghil nafsaka bitwaati walwa'dhi wattadhkiri, na kukumbusha, bilini, kwa upole, warifqi, na utaratibu, wattaysiri, na kwa wepesi. Watu hawajui shekhi, na kuna watu hawajui kikweli. Sasa kuna wasojua, watakiwa utaratibu ili na wao wajue, lakini hakikisha hujui, fuata pajuzwapo, ukae ujue mambo, hususa katika mambo yanayofungamana na fikihi ya ibada yako. Fiqhul ibadat inawatatiza wengi sana. Suluhisho ni lipi? Suluhisho ni kuutumia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye madarasa, na sisi tupate zile rehma walizotumwa nazo malaika kuja kutufinika nazo na kutuombea. Tayib, fa in fa'alta, ukifanya hivyo, sikia maneno, ukifanya hivyo, fashkurillaha alalim alkhabira, mshukuru Mungu mjuzi mwenye habari. Mshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mtu kuingia msikitini, iwe Ramadhani ama isiyokuwa Ramadhani, wallahi taufikia Mungu. Taufikia Mungu ikimkosa mja, hata msikiti haudari. Hivyo wajiona una hamu wa kuja msikitini, sio? Ni Mungu amekuwafikia, Mungu amekupa taufiki. Baki kumuomba, udumu na taufiki ya Mwenyezi Mungu, ala husni tawfiq. Tayib, wa taqdir, na takdiri ya Mungu. Jua ndugu yangu, huyu doktora atuambia, fa awwalu hadhihi dunya buka, mwanzo wa dunia hii kilio. Kitu cha kwanza katika dunia hii kilio. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Dunia hii mwanzo ni kilio, kwa sababu atokaye kwenye tumbo la mamake hana zawadi yoyote alokuwa nayo isipokuwa kilio. Ulama wetu wanasema dunia hii mwanzo wake ni kilio, na usipolia ulizwa. Mtoto amezaliwa
hakupiga ukele wa kilio, anakula makofi ya kihakika kutokamana na madaktari. Madaktari unajua na unyama wao, lakini ni unyama wa manufaa. Tamuona kitoto mwanzo kutoka kwenye tumbo hali ameshikwa viguu viwili hivi, na huku apigwa kifua, pigwa mgongo kweli kweli, mara amepiga ukelele. Ina maana gani? Ndio ukuruba wako wa kuingia duniani, kuingia na kilio. Wa awsatuha anaa, na katikati yake hii dunia ni shida. Umeingia kwa kilio, na kwenye kati ya hii dunia kilio ni anaa, ni tabu tu. Na ni kweli, si kweli? Ni kweli, tabu. Tumeingia na vilio, sasa tuko na tabu, bala, kila mmoja una alinenalo kulingamana na hali ya makazi na mengineyo. Hilo ni la kati. Wa akhiruha fana, na mwisho wake kuisha. Mwanzo wa dunia ni kilio, kati ya dunia tabu tutakazozipata, mwisho wa dunia fana ni kuisha. Kuisha kivipi? Almautu huwa nihaya, kifo ndio mwisho. Na ikiwa kifo ndio mwisho, tutakufa, tutachana mikono, kitahamaka itakuwa dunia chupu, haina lolote. Ndio hiyo inaitwa nihayatul alami, kuisha kwa dunia. Na dunia ikisha, hakuna ulimwengu. Sasa kukimbilia kwa Mungu wa ulimwengu na walimwengu, kutulipa vilio vyetu, kutulipa tabu yetu. Ukilipwa, faman wajada khairan falyahmadillah, mwenye kulipwa khairi yamshukuru Mungu. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, mwenye kupata kinyume na hiko asilaumu isipokuwa nafsi yake, kwa sababu ni kipindi ulipewa kwa kiasi cha miaka uliokadiriwa na Mungu, hukuitumia itakiwavyo. Sikia maneno tena, inaendelea. Asema almautu huwa nihaya, ma taraka almautu ahada, mauti hayakumwata yoyote, wala hayatamwata yoyote. La nabiyan wala waliya, mauti hayakumwata nabii, hayakumwata wali. Na kama kuna istihqaq ya watu kubaki milele, lakana Muhammadan haya, Muhammad angekuwa mpaka leo tuko hai, uko nasi. Lakini hapana, Mungu kamuhutubu kwa kumwambia wama ja'alna li basharin min qablika alkhulda, hatukumjalia mwanadamu yoyote kabla yako wewe kuwa ataishi milele. Afa imita fahumul khalidun, ikiwa wewe utakufa basi wao watakaa milele abadan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alayha fan, kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. La nabiyan wala waliyan, hayakumwata nabii, hayakumwata wali. Wala faqiran wala ghaniya, mauti hayakumwata fakiri, hayakumwata tajiri. Wala malikan wala mamluka, hayakumwata tawala wala mwenye kutawaliwa. Wala sayyidan wala abda, hakumwata sayyidi mwana, wala hakumwata mtwana mtumwa. Wala rajulan wala mrata, mauti hayakumwata mwanamume wala mwanamke. Ikhtaraka almautu aljami', mauti aliwashambulia wote. Shariba aljami'u min hadha alkaas, wote walikunywa glasi hii ya mauti. Wa waradu hadha alkhawd, na wakafika kunywa kwenye birika hili. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, hakika si jambo lingine, mutalipwa ujura wenu siku ya kiyama kama ulitenda. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, kwenye kulipwa. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna
atakayeepushwa na moto kuingizwa peponi, faqad faza, hakika amefaulu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, haukuwa uhai wa dunia isipokuwa starehe tu za kughuri na za kudanganya. Starehe za kughuri na kudanganya kivipi? Sikia ulama wetu, halaluha hisabu, halali yake kwenye dunia ni hisabu, utahisabiwa kwa halali yako. Wa haramuha iqabu, na haramu yake ni mateso. Halali yake ulioifanya katika dunia utahisabiwa ulipwe kwa halali yako. Haramu yake iqabu ni mateso. Man istaghna fiha fatana, mwenye kujitosha na dunia atafitinika. Wa man iftaqara fiha, na mwenye kuhitajia dunia hazina atasikitika tu. Man arada an yunsifa nasa, yoyote mwenye kutaka kuwafanyia usafi watu, min nafsihi, kutokamana na nafsi yake, falyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, awapendelee wao watu analolipendelea yeye mwenyewe. Ndugu zangu katika imani, ruya anil Masihi alayhi salam annahu qala, kumepokewa kutoka kwa Masihi Isa alayhi salam kuwa amesema. Amesemaje Masihi Isa? Man dha alladhi yabni ala mawji al-bahri dara. Hilo ni swali. Ni nani ambaye atajenga juu ya mawimbi ya bahari kujenga nyumba? Kuna mtu amewahi kujaribu kujenga nyumba juu ya mawimbi ya bahari? Tilkumud dunya fala tattakhidhunaha qarara, hiyo ni mfano tu, ni dunia hiyo, musifanye ndio matulio, kwa sababu mtu hajengi nyumba juu ya mawimbi ya bahari. Qala alulama, ulama wetu wasema, kam min mustaqbalin yawman la yastakmilu, kam ni future ngapi za mtu asizozikamilisha. Hivi sasa sisi twapanga future. Je, mipango yetu hii ni wangapi ambao hawakamilishi? Subhanallah. Tupige mfano wa future moja tu hivi sasa. Kila mmoja apanga Idi. Leo ni Idi, tunasema ni Idi siku ya Ijumaa, Idi ya wiki. Lakini Idi tunaoipanga ni Eidul Fitr al-Mubarak, ni future hiyo. Wangapi ambao hawatakamilisha future hii? Wangapi hivi sasa kila mmoja amenunua nguo za mtoto wake, pengine ameiacha yeye hata itambala kanzu hajanunua, lakini wangapi watakaowavisha watoto wao hizo nguo tuliowanunulia? Au wangapi kwenye kuwavisha guarantee iko wapi ya kuwa utanshika mkono mwanao au wanao kwenda navyo bilima kwa nguo ulizowanunulia kabla ya Idi? Kam ndilo hili ibara. Watu wawe na mshtuko na tambihi ya hilo. Tayib, kam min mustaqbalin yawman la yastakmil. Kisha akasema wa muntadhiran ghadan la yablughu, na ni wangapi wanaongoja kesho lakini hawafiki kesho? Hungoja kesho lakini kesho haiwaingilii. Jana imepita hairudi, leo tulonao haidumu, kesho tusiyojua tuko juu ya makaburi au tuko chini ya makaburi. Lau adraktumul ajala wa masirahu, lau mungefahamu ajali, lau mungefahamu muda wa masirahu, na mwendo wake ule muda, la abghadtumul amala wa ghururahu, mungelitukia matarajio na mungetukia udanganyifu wa dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, yasiwaghuri nyinyi maisha ya dunia
na asiwaghuri nyinyi yoyote mwenye kughuri ambaye ni shetani. Sasa sikiliza, waqalu, watu wakasema, intabi, kaifa yafrahu bidunya, kaifa yafrahu bidunya, vipi atafurahi kwa dunia, man yawmuhu yahdimu shahrahu, yule ambaye siku yake huvunda mwezi wake. Atafurahi vipi kwa dunia mtu ambaye yaumuhu, siku yake, yahdimu shahrahu, huvunda mwezi wake, wa shahruhu, na mwezi wake, yahdimu sanatahu, huvunda mwaka wake, wa sanatuhu, na mwaka wake, tahdimu umrahu, huvunda umri wake, wa umruhu, na umri wake, yaquduhu ila ajalihi, humvuja kwenye muda wake, wa hayatuhu, na uhai wake, taquduhu ila mautihi, humvuja kwenye kifo chake. Intabih, kataba rajulun ila akhin lahu, mwanamume mmoja alimwandikia ndugu yake barua, akamwambia hivi, innal huzna ala dunya tawilun, huzuni duniani ni nyingi. Kweli huzuni duniani ni nyingi. Mwenye kusema usema, angalia alianza ubeti huu, tumalizie. Alianza hivi, likulli shay'in idha ma tamma nuqsan, kila kitu kikitimia upungufu huanza. Naam, sah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsan, kila kitu subhanallah kikitimia hupungua. Sote hapa kwenye Ijumaa, wallahi billahi, kila mmoja ashaanza upungufu. Na ukitaka jiulize, ulikuwa na miaka mingapi na sasa una miaka mingapi? Likulli shay'in idha ma tamma nuqsan, kila kitu kikitimia upungufu huanza. Kisha sema, fala yaghurrannaka bitibil aishi insan, yasikughuri wewe, yasikughuri wewe maisha mazuri ewe mwanadamu. Hiya al-umuru kama shahadatha duwal, hayo ni mambo ni kama yalivyoshuhudiwa na nchi nyingi. Vipi? man sarrahu zamanun, mwenye kufurahishwa na wakati, saathu azmanu, huja akaudhika kwa nyakati. Kisha akasema hivi, wa hadhihi daru la tubqi ala ahadin, na nyumba hii ya dunia haibakishi yoyote, wala yadumu ala hali laha shanu, wala hadumu kwa namna moja mtu. Leo atapata, kesho atakosa. Leo ni mgonjwa, kesho anafia. Leo atafurahi, kesho atausikitika. Leo hivi, kesho vile. Leo tajiri, kesho maskini. Leo uko kwenye uhai, kesho umebebwa juu ya migongo ya watu. Sasa huyu bwana akasema, innal huzna ala dunya tawil, sikitiko katika dunia ni refu sana. Yes, wal mautu min al insani qaribu, na kifo kwa mwanadamu kiko karibu sana. Wallahi hatujuani Sheikh, nilipiga mfano kwenye mimbari hii, kama ikiwa kuna taarifa ya kila mtu siku yake, billahi alaikum, misikiti haingetosha, ingekuwa watu kulala misikitini. Tena radhiyatan mardhiya, uletewe chakula usiletewe, uletewe futari usiletewe. Na pengine akituma mtu nyumbani, ndio anakuambia mbona hujatumanisha? Waweza kuambia hapana bwana, kamwambie mrembo wangu mimi nataka chakula cha roho. Maneno nataka chakula cha roho. Chakula cha roho kipi? Chakula cha roho ni tasbihi, ni tahlili, ni takbiri, ni kusoma Qurani. Mwambie mke wangu atasisumbue kupika futari. Sasa mimi nitaka chakula cha roho tu. Maana taarifa ndio nao ni kwa kuwa leo ni Ijumaa, Jumapili baada salati al-asri mubashara imetazikwa. Ingekuwa tukiulizana, kila mmoja akimuuliza mwenzake, hebu nipa habari, lini wewe? Kesho kutwa Jumapili baada al-asri. Wasema baada al-asri, mimi kesho adhuhuri. Mwingine kwambia ewe adhuhuri,
mimi baada al-asri. Billahi alayk, hatukosoi na hakosoleki. Innahu huwa ahkamul hakimin, yeye ni hakimu wa kuweka kila kitu pahala pake. Ni mfano nimepiga wa kukurubisha maana, na hivi alivyofanya ndio nidhamu mutabaa, ndio nidhamu aliyopanga ya kuwa kila mtu asijue siku yake. Mal hikmatu fi dhalika ayuha al-ikhwa, ni nini hikma ya hilo enyi ndugu? Siku zote ukitojua jambo ulilofichiwa huwa na ihtimamu ya kufanya, kwa sababu hata ukitaka kulijua ulijui. Ndipo ukaona hatutoki misikitini kwenye kumi la mwisho kufichiwa Lailatul Qadr. Ndio tukawa twajazana msikitini siku ya Ijumaa na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatujui saatul ijaba, hatujui Lailatul Qadr. Kwa hivyo tumefichiwa kifo ili kila mmoja ajiandae wakati wowote. Huu ni mfano tu ya kuwa watu kwa hofu, kama wangelijijua hali ya kibinadamu ingekuwa hivi, lakini lillahi alhikmatul baligha, Mungu hekima zake ni za juu. Kalificha, huna taarifa, na hutubu vizuri hapa, kitahamaka kwa sekundi fulani tu mwaniona nimeanguka hapa, ukija inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na haya ni mambo ambayo yatokea. Nasallallahu husnul khatima inda al-maut wa nasallallahu an yarzuqana kalimata shahada inda al-maut. Innal huzna ala ad-dunya tawil, huzuni katika dunia ni ndefu. Wal mauta min al-insani qarib, mauti kifo kwa mwanadamu karibu. Wadin naqsi fi kulli yawmin minhu nasibu, na upungufu kwa mwanadamu kila siku fungu lake. Kila siku tuna upungufu ndugu zangu, twapungua kweli kweli. Hivi sasa furaha leo 14 tutamaliza Ramadhani hivi, subhanallah, kuna bonge la upungufu, kila mtu amepungua. Nasallallahu alaihi walil balai fi jismihi dabibu, na balaa mitihani kwenye mwili wake mwanadamu unachambaa. Twachambawa na mitihani kweli kweli, kuna mwenye kupata nusra na kuna mwenye kufeli. Kwa hivyo fabadir an tunada birrahili, fanya haraka kabla an tunada birrahili, fanya haraka kurekebisha kabla hujaitwa kwa safari. Kuna muito wa safari, na muito wa safari kutumiwa wajumbe usowajua. Ukishtuka umezungukwa, hakuna namna. Time tulizopewa hazitaki zipungue, hazitaki zizidi. Ni pumzi zako zikienda juu ndio oda tuliopewa, tuinyake roho kwa kupandisha kwa pumzi. Pumzi zako kwa kuteremsha ndio oda, tutaziata zipande, zikishuka hazipandi. Kunyakwa tumeambiwa ni ukiinua mguu wa kulia kwenye kutembea, ukiinua uko nawe. Ni kushusha mguu uko nawe. Ni kwenye kula, lakini hakukuandikwa kuwa chonge lifike ama tende ufungulie adhana, ufungulie saumu. Wewe imeandikwa adhana ya siku ya leo utakwenda kufungua mbele ya safari. Billahi alaika, utaitugua tende itaenda hapa. Katu si uadilifu kushuka ile tende, na Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Huyaki utaenda swaiman ja'alana Allahu minhum ikhwan, yani twende mbele za Mola wetu ikiwa saimin, mtu amefunga. Tumalizie. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, Imam Ibn al-Jawzi Mungu amrehemu asema, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut, inampasa yule ambaye hajui lini atashambuliwa na mauti, an yakuna musta'iddan, awe anajiandaa saa zote, uko kwenye maandalizi. Wala yaghtarra bishababi wasiha, asijidanganye yeye kwa ubarobaro na afya. Ubarobaro wako usikudanganye na afya yako isikudanganye. Hupekewa mikono maboksa wa hali ya juu
wa kimataifa. Lakini acha mchezo shehe, nguvu zako zisikudanganye, wala afya yako isikudanganye, wala exercise yako isikudanganye. Subhanallah, alinyakwa mchezaji atinga kitwa kwenye boli na maaskari wa Mungu wakanyaka hapo hapo. Ruka, fanya mambo bishi yako kukipiga kitwa chako boli, akishuka ameshuka amekabidhiwa na maofisa wa hali ya juu kwenye mpira. Hakadha dunia wa hakadha halu insan, ndio hali ya mwanadamu. Inna Allaha adhalla bani adam bil maut, Mwenyezi Mungu amendhili sana mwanadamu kwa kifo. Mwanadamu hudhalilika sana kwa kifo. Vipi udhila wa mwanadamu wa kifo? Ni vile ambaye huwa hana lake hana chake, alikuwa akioga mwenyewe huogeshwa, akizunguka mwenyewe huzungushwa, akikalishwa akiatwa huanguka. Adhafu khalqillah, dhaifu sana katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Akhiran, wala yaghtarra bishababi wasiha, asijidanganye mwanadamu kwa ubarobaro na afya. Ibnul Qayyim akafunga kwa kusema ma madha min ad-dunya ahlam, yaliyopita katika dunia ndoto yashapita shekhe. Hivi sasa kwenye makaburi pale tumewalaza wazee makarne na kwa miaka, mambo yamepita, kwetu sisi ni ndoto. Ma madha min ad-dunya ahlam, wama baqiya minha amaniyu, kilichobaki katika dunia matamanio. Ndoto zimepita, matamanio tu, kila mtu tamani hili hutamani hili. Wal waqtu dha'i'un bainahuma, na wakati hupotezwa baina mawili hayo. Wakati hupotezwa baina mawili gani? Ndoto zilizopita na matamanio yatakayokuja. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe khatima njema inshallah, na atupe kabuli katika saumu zetu, na atupe nguvu katika kuihatimisha. Tuwe sote ni katika jumla ya wale ambao watapata rehema za Mungu. Tuwe sote ni katika jumla watakaopata maghfira ya Mungu. Tuwe sote ni katika wale waliosajiliwa min utaqai shahri Ramadhan al-mubarak. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.